Asante sana. Ekaristi ni chakula bora. Yesu Kristo akaa ndani yake, atulisha na kutushibisha daima. Ekaristi ni chakula cha roho zetu. Sakramenti ya Ekaristi iliwekwa siku ya Alhamisi Kuu, na katika karamu ya mwisho Yesu alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaini mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akatwaa kikombe cha divai, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaini mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tunasoma hayo kutoka barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 11 aya 23 hadi 25. Ekaristi takatifu ni sakramenti ya mwili na damu ya Yesu Kristo, Mungu mtu, katika maumbo ya mkate. Katika sherehe hii ya leo, kila mmoja amuombe Bwana Yesu atuzidishe imani katika Ekaristi takatifu, na daima shetani anatuwinda tusione thamani na tusiwe na imani katika Ekaristi takatifu. Tunashindwa kuja kusali, tunakuwa wazembe, hatutambui umuhimu, thamani ya zawadi kubwa ya upendo kupitia maumbo ya mkate na divai, zawadi ya Ekaristi. Na nimeshuhudia mazingira mengi Jumapili kukiwa na msiba katika jumuiya, waumini waje kusali. Nikiwauliza, mbona mjakuja kusali? Tumefiwa. Yaani wanaabudu si mwili huo wa marehemu, si mimi sielewi. Huyo ni shetani. Ndio maana daima huwa tunaimba katika wimbo huu tukionyeshwa thamani ya misa, thamani ya Ekaristi. O kaferwa abawe bakaginda kyo misa niyo rabashanga niyo bali omumaisho ga Yesu balinzile
katwija kubashabira omumisa Daima tujaribu kushinda hivyo vikwazo. Na wengine wanashindwa kuja kusali kwa sababu ya ukungu, ni batinoruo, kwa sababu ya mvua, kwa sababu ya baridi. Hapo kunapotokea hivyo, sijui changamoto, sijui vikwazo, hapo ndio unapaswa ukanyage ardhi, ukatoa mvua na tope. Ukiwa na nia ya kumuomba Mungu, ukapitia kwenye adha hizo, sala yako inajibiwa. Mimi nimeshuhudia hilo, sikudanganyi na sidanganyiki. Kwa hiyo tuendelee kumuomba Bwana Yesu atuongezee imani katika Ekaristi. Pia ni washukuru wazazi na walezi wanaowalea watoto wao vizuri katika kuwa na imani kwa Yesu wa Ekaristi, na niwapongeze watoto wetu ambao leo watampokea Yesu wa Ekaristi kwa mara ya kwanza. Watoto 50, simameni tuwaone, tuwapongeze. Hao watoto wetu 50, ketini. Naona wamevalia vizuri, mavazi meupe kuonyesha weupe wa moyo katika kumpokea Yesu, mkate wa uzima. Tumshukuru Mungu. Na kwa hiyo daima jitahidi kusali kila fursa inapopatikana, kunapokuwepo adhimisho takatifu la misa. Na wanapendelea mnapopokea Ekaristi siku ya leo, walau kwa mwaka mzima mfululizo mwe mnavaa vazi lenu jeupe hilo mpaka lichakae. Unajua kwamba nyinyi mmempokea Yesu wa Ekaristi. Msiweke chini. Kila Jumapili au kila fursa inapotokea, weka hilo vazi, ujivunie hilo vazi la kumpokea Yesu wa Ekaristi, na umuombe. Unapompokea Yesu wa Ekaristi, jiandae kwanza, pokea sakramenti ya kitubio, ungama. Na unapokuja kupokea sakramenti hiyo ya Ekaristi, jiandae vizuri. Tunapewa utaratibu wa kupokea katika katekisimu. Tunaulizwa, Mkristo awe katika hali gani kabla ya kupokea Ekaristi takatifu? Kabla ya kupokea Ekaristi takatifu, Mkristo awe katika hali hizi 4. La kwanza, awe na neema ya utakaso, yaani asiwe na dhambi ya mauti. Pili, awe na imani, ibada na kumtamani Yesu. 3, aache chakula saa 1 kabla ya kupokea Ekaristi takatifu. Chakula ni pamoja na joju, korosho, karanga. Na mtu mwingine anakuja kukomunika, hasi anaona kitu fulani kwenye shavu limevimba. Au pengine kama ana joju, naona anakula nyasi kama kambuzi, au njiti la kuchokonoa nyama kwenye meno, anakuja kupokea. Wewe, heshimu Ekaristi takatifu. Na mwingine anakuja kupokea, hasa nasikia anapoitikia amina, harufu kanapotoka mdomoni, yani sile ka kinywaji gani ambacho mwingine anaanza kutafakari, wewe kinywaji gani amekunywa hiki? Au kabangi, au sika tugani. Heshimu Ekaristi takatifu. La 4, awe safi mwilini.
Safi mwilini ni pamoja na usafi wa mavazi na mavazi yaliyokaa kwa heshima ya kumpokea Bwana Yesu. Awe safi mwilini. Katika kutoa huduma ya sakramenti huwa anajifunza mambo mengi kutoka kwa waumini. Alikuwepo muumini mmoja mgonjwa na mzee, alikuwa akiomba apelekewe sakramenti na padre. Apelekewe sakramenti na padre. Siku hiyo, yani anavyojikwatua, anatafuta vazi zuri sana, mazingira anaweka vizuri sana, mikeka, mapambo. Wajukuu wanaanza kumuuliza, mbona umevalia vizuri bibi? Kuna nini? Kuna mgeni na msubiri. Nani? Padre. Mimi namsubiri Yesu wa Ekaristi. Anajikwatua vizuri na hali chochote mpaka padre amefika. Hata kama anakuja jioni, amepanga kuja asubuhi, anabaki hivi hivi amejikwatua, na anabaki hivyo amemsubiri, akisali rozari, akisoma Biblia, maandiko matakatifu, maisha watakatifu, amemsubiri padre. Nyinyi mnafanya hivyo? Wengine anamwita padre kwenda kumpa sakramenti. Hii hapa Mungu, mgonjwa yuko wapi? Ametoka hapo kidogo. Unamwona kule migombani shambani. Vipi? Ni wewe mgonjwa? Ndio. Nilikuwa basi najifariji huko. Tutambue na tuthamini sana sakramenti ya Ekaristi na tujiandae vizuri. Baraka nyingi tunazozipata kupitia sakramenti ya Ekaristi. Kwa hiyo, kwa namna ya pekee napenda niwaalikeni tutafakari juu ya mtakatifu kijana kabisa wa miaka 15 aitwaye Carlo Acutis. Huyo kijana kwa njia ya mtandao aliweza kufanya mambo mengi, utafiti mkubwa kuhusu Ekaristi Takatifu. Mtakatifu Carlo Acutis ni kijana aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 15 tu. Alizaliwa tarehe 3 Mei mwaka 1991. Ni kijana wa enzi zetu. Mwaka 1991 mjini London, Uingereza, na wazazi wa asili ya Italia. Familia yake ilihamia tena Milano, Italia, akiwa bado mdogo. Tangu akiwa mtoto, Carlo Acutis alionyesha shauku kubwa na azma ya pekee ya mambo ya imani Katoliki na zaidi mambo ya kiroho. Carlo Acutis alikuwa akivutiwa sana na adhimisho takatifu la misa, sala
na maisha ya watakatifu. Alianza kuomba, kutembelea makanisa mbalimbali akiwa na miaka 4 tu. Anatamani kutembelea mahekalu, kukutana na Yesu huko. Carlo Acutis akiwa na umri wa miaka 15 aligundulika kuwa na aina kali ya saratani ya damu inayojulikana leukemia. Alipokea ugonjwa wake kwa utulivu wa ajabu na alisema, ninataka mateso haya yote, ninayatoa mateso haya yote kwa ajili ya Yesu Kristo, kwa ajili ya Baba Mtakatifu na kwa ajili ya kanisa zima. Na hata alipokuwa akiteseka hakulalamika. Aliendelea kupokea komunyo takatifu. Aliomba kwa moyo mkunjufu na aliwafariji wagonjwa wengine. Licha yeye kuwa na mateso, lakini akawa anafariji wagonjwa wengine waliokuwa karibu naye. Alifariki tarehe 12 Oktoba mwaka 2006 na alizikwa mjini Assisi, Italia, mji aliopenda kwa sababu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi. Mwili wake ulipofukuliwa kabla ya kutangazwa kuwa mwenye heri mwaka 2020, uligundulika kuwa haujaharibika sana. Ulikuwa hujaharibika. Maisha mafupi ya Carlo Acutis yamekuwa ni ushuhuda wa enzi zetu wa utakatifu unaojengwa juu ya Ekaristi takatifu, upendo wa jirani na uhusiano wa karibu na Kristo. Dominika ya tarehe 7 Septemba mwaka 2025, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alimtangaza mwenye heri Carlo Acutis kuwa mtakatifu kijana wa nyakati zetu. Hebu tuangalie ishara za awali za neema katika maisha ya Mtakatifu Carlo Acutis. Carlo Acutis hakuwa tu mcha Mungu, bali alijawa na furaha ya kweli ya kumjua Mungu, kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu kwa furaha ili apate heri mbinguni ambayo tayari ameshaipata. Alipopokea komunyo ya kwanza, kama nyinyi mtakavyopokea komunyo ya kwanza, akiwa na miaka 7, alisema kwa furaha na nukuu, Ekaristi ni njia yangu ya haraka kwenda mbinguni. Tangu siku hiyo, Ekaristi ikawa kitovu cha maisha yake. Alihudhuria misa kila siku.
sio kusubiri siku za Dominika tu. Kila siku baada ya kuona thamani ya Ekaristi Takatifu, akiwa na umri huo wa miaka 7, alisali rozari pia kila siku. Aliungama kila wiki, bila shaka Jumamosi, na alitumia muda mwingi kuomba Yesu wa Ekaristi. Na mimi nilivyofundishwa, nikiandaliwa kupokea komunyo ya kwanza Ekaristi Takatifu, daima tulihimizwa kuwa kila Jumamosi twende kuungama, na ili tusaidia. Sijui nyinyi je? Kila Jumamosi ilikuwa ni siku ya maandalizi kwa Jumapili kiroho, kwa kuungama kwa padre. Haya yote Carlo Acutis hakuyaona kama mzigo, kama adhabu, kama usumbufu, bali kama furaha ya kweli. Na alisema, na nukuu, kwa karibu na Yesu daima, hicho ndicho kiini cha mpango wangu wa maisha, ndio sera yangu ya maisha. Mwisho kunukuu. Carlo Acutis amekuwa mhubiri wa kidijitali, mhubiri wa kidijitali. Mtakatifu Carlo Acutis alikuwa sehemu ya kizazi cha kwanza kilichokuwa katika ulimwengu wa kidijitali. Alifurahia michezo ya video kama vijana wengine, programu za kompyuta na kuhariri video. Lakini tofauti na vijana wengi, hakuruhusu teknolojia imondoe kwa Mungu, bali alitumia kama chombo cha kumtangaza Yesu wa Ekaristi. Akiwa na umri wa miaka 11, alianza mradi wa kipekee wa dini, yaani kukusanya na kuweka kumbukumbu ya miujiza ya Ekaristi kutoka duniani kote. Alitengeneza tovuti maalum iliyoonesha zaidi ya miujiza 160 ya Ekaristi. Miujiza mingapi? Miujiza zaidi ya 160 ya Ekaristi. Na mradi huu ulibadilishwa kuwa maonesho ya kimataifa yaliyosambaa nchi nyingi na kuwaongoa watu wengi na kumwamini Yesu wa Ekaristi, aliyejitambulisha akisema, na nukuu, mimi ni mkate hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaompa
ni mwili wangu ninaotoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Mwisho wa kunukuu kutoka Injili ya Yohane sura ya 6 aya 51. Yesu aliongezea na kusema, na nukuu, anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uhai wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hakaa ndani yangu, nami nakaa ndani yake. Mwisho wa kunukuu kutoka Injili ya Yohane sura ya 6 aya 54 hadi 56. Kama Yesu anakaa ndani yako na unakaa ndani ya Yesu, hakuna kitu chochote, changamoto yoyote ya kukushinda. Hakuna shetani yeyote wa kushinda. Hakuna wa kukubabaisha shetani. Kiona shetani amekubabaisha, kimbia kwa Yesu wa Kristo. Utasambazishwa tu. Atashindwa. Basi kwa kutumia lugha rahisi na teknolojia ya kisasa, kijana Carlo Acutis aliwaalika watu kutafakari juu ya uwepo halisi, uwepo wa kweli wa Kristo katika Ekaristi Takatifu. Na alisema, sikia vizuri, na nukuu, watu safiri kwenda mbali kuona maajabu ya dunia, lakini usahau kusafiri kwenda kanisani kuona muujiza mkuu kabisa wa Ekaristi Takatifu. Mwisho wa kunukuu. Na wengine wakati kuna fursa hiyo ya misa ya Ekaristi Takatifu wanasafiri kwenda kwenye sherehe. Kwa mfano tunaona wakati wa harusi huwa anaanza na misa ya ndoa. Baada ya misa ya ndoa kunafuata nini? Ukumbini. Wapi? Ukumbini. Lakini naona watu wanashinda kusafiri kwenda kanisani kuwasindikiza kwa sala au wana harusi kuwaombea. Wanasubiri jioni kusafiri kwenda ukumbini. Ni kuchanganyikiwa huko. Pole sana. Uombe sana imani. Na kwenye kadi ya mwaliko inakuwa imeandikwa. Kama ni jubileo au sio sherehe gani, wameandika muda. Saa 4 misa. Saa 7, saa 8 mlo na tafrija. Lakini unaona anashindwa kusafiri kwa misa saa 4. Anabaki ameweka kapua kule kwenye mchele, kwenye pilau kama tayari, huko ndiye anakimbia kuwahi sana. Na mstari. Mkristo huyo na amevalia karuzari. Narudia. Mtakatifu Carlo Acutis alisema, watu safiri kwenda mbali kuona maajabu ya dunia, lakini usahau kusafiri kwenda kanisani kuona muujiza mkuu kabisa wa Ekaristi Takatifu. Mwisho wa kunukuu. Daima jitahidi kusafiri kwenda kanisani, kwenda mahali ambako kuna adhimisho takatifu la misa, jumuiani, si kigangoni, si wapi. Tujifunze mambo matano kutoka kwa Mtakatifu Carlo Acutis.
Mosi, tujifunze kuwa na upendo kwa Ekaristi Takatifu. Kuwa na upendo usiogawanyika kwa Ekaristi Takatifu. Upendo wake wa dhati na kushiriki mara kwa mara katika misa takatifu na kukomunika akiwa ameungama mara moja kila wiki ulikuwa msingi wa maisha yake ya kiroho. Tuige upendo huo kwa Ekaristi Takatifu. Pili, tujifunze kutumia teknolojia kwa namna inayofaa. Carlo Acutis alitumia teknolojia ya kisasa kueneza Injili, kueneza habari njema, hasa kupitia tovuti yake ya kuorodhesha miujiza ya Ekaristi zaidi ya 160. Tutumie vyombo vya kidijitali kwa usahihi kuinjilisha. Na zaidi jiulize, mara ngapi umemtumia mwenzako nukuu fulani ya Biblia iliyokugusa? Kamrushia nukuu ya Biblia kutoka kitabu hiki, Injili, kwamba umesoma Biblia mstari fulani ukakugusa, hebu nimshirikishe na mwenzangu huo mstari. Au pengine amepata changamoto ya maisha, ukamfariji kwa kutafuta mstari fulani wa Biblia ukamtumia, au ukampongeza. Tatu, ishi maisha matakatifu katika shughuli za kawaida. Siku hizi Wakristo wengi wanashindwa kuishi maisha ya utakatifu. Utapeli, udanganyifu, ufisadi, uongo, umbea. Tuishi maisha ya utakatifu yanayoongozwa na amri za Mungu. Na jiulize kama amri za Mungu nazifahamu. Kama zifahamu, chukua vitabu vya dini zisome, kwenye misali ya umini zimo, vitabu vya katekisimu zimo. Mwendee padre akufundishe, mwendee sister, mwendee katekista akufundishe. Elimu haina mwisho. Elimu ni kukariri, elimu ni kujikumbusha, elimu ni kurudia. Tuishi maisha matakatifu katika shughuli za kawaida za kiuchumi. Tuna kahawa siku hizi, wengine anavuna kahawa anaongeza mawe kusudi ziongeze uzito, mwingine anapuliza sijui dawa gani kuzikausha haraka zionekane zimeiva, kumbe zinaenda kupunguza thamani kwenye soko la dunia. Mwingine anashindwa kulima mibuni yake, usiku anaenda kukata matawi ya mibuni ya mwenzake, au anavuna. Basi tena Mkristo huyo, mambo haya hayawezi kuleta baraka. Usifikiri utabarikiwa. Ni laana tu unajiletea. Utapata
lakini kama natumia kwenye mfuko iliyotoboka, haviwezi kuleta amani hivyo. Nenda uibe upate, lakini sala nayo kuombea huyo ambayo umedhulumu, hutapata amani, hutapata amani. Tuishi maisha ya utakatifu, tuache udanganyifu. Tumia vile vile vipaji vyako, tambua vipaji vyako livyo navyo. Acha wivu, baini vipaji vyako, karama zako. Acha wivu na acha kuigiza mwenzako. Naona mwenzako amefanikiwa, kwa mfano amelima shamba ya nanasi. Nimeshuhudia mara fulani kijana mmoja amelima shamba kubwa ya nanasi, akavuna vizuri, akauza, akanunua kabajaji. Na jirani yake na mwenyewe akaenda kulima tena shamba ya nanasi kandoni pale, kusudi eti si apate kabajaji. Lima vya kwako, lima mihogo, lima mtura, lima mtunduru, na wewe lima masoma. Wewe mwingine akawa amefungua ka kioski, anauza sui vinywaji baridi, vinywaji baridi ndivyo anauza. Akafanikiwa, akanunua kabaisikeli. Na mwingine kesho yake akaweka kando yake ka kioski, na mwenyewe akaanza kuuza anavyouza huyu. Kwa nini si uza vya kwako? Uza ugoro, kama una cha kuuza, uza mihogo hapo, uza vikwara, uza magimbi, masoma. Basi sasa wewe unapofungua kioski hapo kando, unataka kumharibia huyu, mtaanza kuzozana na kunyang'anyanya wateja. Na mimi njoo nunua kasoda kangu, wewe mbona kila siku unanunua kwa huyo kasoda? Acha hizo fujo, fanya vya kwako, acha maigizo. Usione aibu kutumia vipaji vyako. Watanicheka. Huo ndio upuzi huo na ujinga huo. Kwa hiyo daima baini vipaji vyako. Na Mtakatifu Carlo Acutis alizoea kutahadharisha vijana wenzake na watu wote wenye mapenzi mema, akisema hivi, na nukuu, sikia, watu wote huzaliwa kama asilia, original, lakini wengi hufa kama nakala, kama vivuri, kama fotokopi. Wewe mwisho kunukuu. Kwa Kiingereza anasema, we are all born original, but many of us die as photocopies. End of quote. Wewe umezaliwa kama asilia, usife kama kivuli. Yaani acha kumbukumbu kama konokono, usipite kama mshale upitavyo angani bila kuacha kumbukumbu, na acha kitu chako pekee kwamba hiki alifanya fulani. Acha kuigiza mwenzako. Niona mwenzako amejenga kajengo kazuri, akapiga rangi fulani si ya manjano, na wewe mbele unajenga kanyumba yako ontera karangi kenje adanka, na wewe uiga karangi yako.
kama tunavyovaa nguo yaani kama unavyoamka asubuhi bila kwanza kuangalia mwenzako jirani huko amevaaje, na wewe ndio uje ujikwatue. Kila mtu anapoamka au anapoenda dukani anaona kwamba huu ndio mkao wangu, na hiki kitambaa na suti ndio ya kwangu hii. Hivyo hivyo, acha kuigiza, fanya vya kwako, uwe asilia. 4, Mtakatifu Karl Acutis anatufundisha kuvumilia hata katika changamoto. Mtakatifu Karl Acutis alikabiliana na ugonjwa kwa ujasiri na imani kubwa kwa Mungu hata wakati wa mateso. Alishiriki mateso ya Kristo, Yesu wa Ekaristi. Pata Ekaristi hiyo haikuwa sio ile mama. Alishiriki mateso ya Kristo msalabani, na tulipewa sakramenti hiyo zaidi kupitia mateso yake pale msalabani, alipochoma ubavu kwa mkuki, katoka damu na maji, na umo ndio zikabubujika sakramenti za kanisa, ikiwemo Ekaristi Takatifu. Mtakatifu Karl Acutis alizingatia maandiko matakatifu yasemayo na yanukuu, heri mtu anayebaki mwaminifu katika majaribu, kwani akisha stahimili atapewa tuzo la uhai ambalo Mungu aliwaahidi wale wanaompenda. Mwisho wa kunukuu kutoka barua ya Mtakatifu Yakobo Mtume, sura ya 1 aya 12. 5, tunajifunza ushuhuda wa furaha. Karl Acutis aliishi kwa furaha na shauku kwa imani, akionyesha kuwa Mkristo si jambo la huzuni, bali ni matumaini, upendo na amani itokanayo na Yesu Kristo, yule jana, leo na milele. Msipeperushwe huku na huku kwa mafundisho tofauti ya kigeni. Mwisho wa kunukuu kutoka waraka kwa Ibrania sura 13 aya 8 hadi 9. Basi na kualikeni usiwe na aibu kutangaza imani yako hadharani kwa matendo mema. Maandamano ni namna ya darasa ya kutuwezesha kuonyesha imani yetu, kumtangaza Yesu tukiwa nuru ya ulimwengu. Na tunapokuwa nuru, basi watu wanaona matendo yetu mema, na watu wote wanamtukuza Baba yetu aliye mbinguni, kama Bwana Yesu Kristo alivyotualika katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 16. Tuendelee kumwomba Bwana Yesu atuongezee imani katika Ekaristi, na atuongezee bidii ya kushiriki misa takatifu kwa uchaji. Na pia tunaposhiriki, kama una vikwazo, una vizuizi, jitahidi kuviondoa. Shetani ni mjanja. Nakuta wengine wajafunga ndoa wanairisha
funga ndoa, nako najipanga, naandaa mpaka nafika kufani. Wengine wanahasi, sio nakimbilia au kukusudi watu gani hao warungi wabarikiwa au waganga wa ilizi wamuondelee mateso majaribu. Hivyo hakuna, ni udanganyifu huo. Tiba ya kweli, uponyaji wa kweli huko ndani ya Kanisa Katoliki, na zaidi kupitia sakramenti za uponyaji, kitubio na mpaka wagonjwa. Na zaidi tunaendelea kulishwa kupata afya njema, sio ya kimwili tu, zaidi ya kiroho, tunapompokea Yesu huyo wa Kristo, na tunapata shibe ya kweli. Ndio maana tunaimba tena, Ekaristi ni chakula bora, Yesu Kristo akaa ndani yake, atulisha, atushibisha daima. Asante sana.